عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. tunamsindikiza al-akh Yusuf Mbogo, muhadir Islam mashhur. Na kufisha pia ni kwake, lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa malengo. Allah anasema tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utukufu wake ametukuka na ufalme wote uko mikononi mwake, naye juu ya kila kitu ni muweza. Allah ambaye ameumba umauti na uhai ili kuwapa mtihani wanadamu, nani katika hao wanadamu watatenda matendo ambayo ni mazuri. Kwa ina maana tumeumbwa tukaletwa katika dunia si kwa sababu ya kustarehe, si kwa sababu ya kupigania mashamba, si kwa sababu ya kupigania cheo, si kwa sababu ya chochote ambacho kinahusu dunia, bali kuna malengo maalumu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumbia mwanadamu. Nayo malengo hayo ni pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa lengo na madhumuni wapate kuniabudu. Kwa sote tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Lakini pia baada ya kutuumba kwa ajili ya ibada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mwanadamu mtihani, akasema amempa mtihani kwa kumpa uhai na umauti, ili ampe mtihani amwangalie ni nani ambaye kati yetu atakuwa anatenda matendo ambayo ni mazuri. Na hapa ndio mahali ambapo kile mwanadamu anahitajika azingatie. Hauwezi kwenda kusifiwa wewe kwa sababu ya ukubwa wa kifua chako, hauwezi kwenda kusifiwa wewe kwa sababu ya cheo chako. Wewe kuwa rais, kuwa mfalme, kuwa mbunge, kuwa gavana, lakini mwishowe utaingia sehemu kama hii ambayo itakuwa ni wewe peke yako na udongo na amali yako ambayo umeitenda katika hii dunia, ambayo unatarajia iweze kukusaidia katika sehemu kama hii. Kila mmoja huwa anahisi kwamba labda pengine anaenda kufa kwa sababu apate mapumziko katika hii dunia. Lakini wallahi tunawaambia kwamba hapa chini ambako amewekwa ndugu yetu hakuna mapumziko isipokuwa ipatikane sababu ya wewe kupumzika. Mtu asisubutu kusema kwamba wacha mimi niende kupumzika, kama vile ambavyo tunaambiana rest in peace, yani lala kwa amani. Hapa mtu halali kwa amani isipokuwa kwa matendo ambayo ameyatenda yeye mwenyewe yaweze kwenda kumsaidia katika maisha yake ya barzakh. Na tukae tukijua kwamba vitabu vyote vya mbinguni vinatufundisha kwamba baada ya dunia kuna maisha ambayo yako ya sehemu inayoitwa kuzimu. Na maisha hayo bado msaada wake mkubwa ni nini? Ni amali yako na matendo yako. Ukitaka kuyajua haya, basi inabidi uzame kwenye vitabu uangalie, je, yale maisha ambayo yanazungumziwa kwamba yako katika kaburi kama yale yamezungumziwa ndani ya Qur'an? Je, yamezungumziwa ndani ya Biblia? Ikiwa yamezungumziwa ndani ya Qur'an, yamezungumziwa ndani ya Biblia kwamba kuna maisha baada hapa, ina maana kila mwanadamu anahitajika kujiandaa kamili kwa ajili ya maisha kama hayo. Mojawapo katika dalili ya kuonyesha kwamba kuna maisha hapa ndani ni kisa cha Ibrahim ndani ya Biblia, na watu ambao walifuata baada yake kina Lazaro, ambao baada hapo walivyofariki wakatarajiwa kwamba wawe katika kifua cha Ibrahim ili waweze kupata msaada. Lakini akapatikana mmoja katika mfalme ambaye alikuwa akimtesa huyu Lazaro, akawa anahitaji msaada kutoka kwa nani? Kwa Lazaro, kwa kile ambacho anakipata kutoka kwa Ibrahim. Lakini akaambiwa kwamba hawezi kupata chochote madhali yeye katika dunia hakuweza kufanya jema lolote. Aliweza kuitisha angalau hata ni maji yaliyochotwa kwa ukucha ili aweze kusaidika, lakini hakuweza kusaidika na chochote. Kwa nini? Kwa sababu amali zake, matendo yake katika hii dunia hayakuwa mazuri. Kwa hiyo na maana dunia hii ni sehemu ya kutenda matendo ambayo ni mazuri, na uwezo ukatenda matendo ambayo ni mazuri yakawa hayana line ambao umewekewa na sheria ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Kwa hivyo ina maana unaweza ukatenda matendo mazuri hapa duniani yanayofahamika kama kufanya kheri, kupeana sadaka, kusaidia maskini, kuchimba visima na mengineyo, lakini kuna kitu kimoja muhimu ambacho ukipate ni lazima umkubali Mwenyezi Mungu mmoja peke yake.
Ukishamkubali Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, hiyo ndio passport ya wewe kukufikisha barzakh kwenye maisha mazuri na kuingia paradise, kwa sababu umetenda matendo ambayo ni mazuri. Mimi nimetaka kutoa machache haya kwa sababu wazungumzaji hapa leo ni wengi na mashekhe ni wengi, lakini afwan, ningependa kuna ndugu yangu nimekuja na yeye, kuna nukta ndogo aweze kuizungumza kuhusiana na al-akh, bila ile kazi ilikuwa akiifanya na muamala ambao ulikuwa tuko naye sisi wahadhiri wote wa Kenya, kwa yale ambayo ulikuwa tunashirikiana. Na muomba al-akh Abu Luqman aweze kuchukua fursa kama hiyo, kisha tumalizie na dua inshallah. Bali tafadhali mashkura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إليه ترجعون. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ayuha nas, nafasi hii si kwa sababu ya chochote, isipokuwa ni kwa sababu ya muda mchache ambao nimemjua ndugu yetu Yusuf Wambugu. Ushahidi wa mazuri ya mtu unafaa utoke kwa ambao wamemjua muda mrefu na ambao wamemjua kwa muda mchache. Ndugu yetu, hizi aya ambazo nimezisoma, aya 3, kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah anasema hakika kila nafsi itaonja mauti, thumma ilaina turja'un, kisha kila mmoja atarejeshwa kwa Allah. Allah akasema tena kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutawaonja, tutawapa mitihani kwa khairi na kwa shari, iwe kwenu ni mtihani. Wa ilaina turja'un, mwisho mtarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya 3, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati, si vinginevyo bali kila mmoja atapewa malipo yake siku ya kiyama. Faman zuhziha anin nar, yote ambaye ataokolewa akatolewa katika adhabu ya moto wa jahannam, wa udkhila aljannata, na akaingizwa katika janna, faqad faza, huyo ndiye amefanikiwa, ndiye ambaye amefaulu. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya dunia illa mata'ul ghurur. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika ubinadamu, unataka mfano upi unaokuonyesha maisha ya dunia hayana thamani zaidi ya hapa ambapo ndugu yetu tumemweka? Nina uhakika katika umri ambao ameishi, iwe ni miaka 40, iwe ni miaka 50, iwe ni 60, haijawahi tokea siku hata moja akaondoka nyumbani kwake akaja hapa kupumzika na kupigwa na jua, hata siku moja. Sina record, lakini mnaweza mkawa ni mashahidi. Haikuwa hapa ni kivuli chake aje kupumzika. Hebu tasawari, sisi inaonekana hatuna akili. Ndugu yetu ambaye tumempenda, ndugu yetu ambaye sisi tunapata habari ni saa 2 usiku tuko Mombasa, saa 5 tuko stage tunapanda gari kutoka Mombasa, na tumefika hapa saa 2:30. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ndugu yetu. Lakini ni upendo upi ambao tunampenda ikiwa tumemweka hapa? Naomba mnifahamu vizuri, na maanisha mjue dunia si chochote si lolote. Mashindano ambayo watu wako nayo, mashindano ya mali, mashindano ya elimu, mashindano ya vyeo, yote mwisho yatamezwa na mchanga. Na hakuna mtu ambaye anachaguliwa mchanga mzuri, hakuna kabisa. Hakuna siku kaburi inachimbwa ikaonekana iko na mawe mengi tukasema tuiache. Hakuna siku kaburi imechimbwa ikaonekana iko na mchanga mzuri wa kujengea tukasema tuiache mchanga tutautumia. Hakuna siku kaburi imechimbwa tukaonekana kwamba huko yawezekana hapa labda kuna gold, tuache kuweka maiti tuchimbe gold. Kivyo vyote ikichimbwa ndivyo mtu anavyozikwa.
Ndugu zangu, hii dunia inatufikisha wapi? Ni wapi ambako tunaenda zaidi ya kujikusanya? Nahnu min ma'in mahin, maji dhaifu, maji matwevu, maji manii ambayo sasa hivi wanaume wote wako hapa, awe ni mdogo ni mkubwa, hakuna mmoja mwenye ujasiri wa kuweza kuweka manii yake kiganjani sasa hivi. Hakuna mmoja ambaye anaweza akatoa sperms zake akaziweka kiganjani na akaweza kujiproud kwamba you see, mimi ndio mwanamume shupavu kabisa, angalia nimejaza kiganja. Hakuna hata mmoja. Na umo ndani ndio umeumbwa wewe na ndio nimeumbwa mimi. Tunaringa na nini? Tunajifakhiri na nini katika haya maisha? Wewe umetoka katika matundu ya mikojo mara mbili. Kaifa taghtar wa qad kharajta makhraj al-bawl marratayn. Unaringa nini na umetoka kwenye matundu ya mikojo mara mbili? Unaringa nini? Tasawwar, Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuonyesha kwamba wewe binadamu si kitu. Allah subhanahu wa ta'ala angetaka akina mama wajifungue kupitia midomoni, isingeshindikana. Singeshindikana. Mwanamke anakaa ni mjamzito, siku ya kujifungua anatapika. Isingeshindikana. Lakini umetokea wapi wewe? Tasawwar. Sehemu umetoka ni aibu mpaka kuitaja. Sehemu umetoka ni aibu hata kuzungumza mbele ya watu. Wewe unaringa nini katika hii dunia? Ndugu zangu, huyu ndugu yetu ameweka record ya mema, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema antum shuhadaullahi fil ardh, nyinyi ni mashahidi wa Allah katika ardhi. Ushahidi ambao sisi tunautoa na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala au jalie uwe ni waheri na uwe ni ushahidi wa kweli. Amin. Tumemjua ndugu yetu ni mtu mwema. Na ukijua mtu ni mwema, ina maana unatosheka na wema unaojua. Hakuna nafasi ya kuchunguza ni madhaifu yapi anayo na ni mabaya yapi anayo. Binadamu achunguzi mabaya kwa sababu binadamu ni mbaya kabla ya kuchunguza mabaya yake. Nirudie tena. Binadamu ni mbaya kabla hajachunguzwa mabaya yake. Sasa unachunguza nini? Binadamu tafuta mazuri yake ndio yawekwe kwenye vitabu vya kumbukumbu. Na kama wewe mwanadamu una ujasiri wa kuandika kitabu cha ndugu yetu Yusuf Wambugu, shika kalamu na kitabu, anza kuandika mema ambayo ameyafanya ndugu yetu. Kama nyinyi hamtaki kuwa ni mashahidi kwa mema yake, basi hizi simu zitatoa ushahidi siku ya kiyama. Kama hamtaki kuwa ni mashahidi katika mema ambayo ameyatenda nyinyi ndugu zetu Waislamu, basi huenda ndugu ambao si Waislamu watakuwa ni mashahidi kwa mema ambayo ameyatenda. Kwa hiyo ndugu yetu tumtaje kwa kheri na tumuombee kheri, na tujue kwamba sisi hapo, naona kuna makaburi karibu kama 5 hivi, ndio yanaongezeka hivi. Ndivyo yanavyoongezeka, na vitakavyoongezeka mwisho yatapotea, watazikwa wengine. Na huenda wakati hii ardhi inachagua kuwa ni makaburi, huenda imekuwa ni makaburi ya kizazi cha Nuh au kizazi cha Yusuf au kizazi cha Musa, na hakuna mtu ambaye anajua. Hapa ambapo mnaona ni makaburi ya ndugu yetu sasa hivi, huenda kuna vizazi, generation zimepita huko, huenda wamezikwa hapa na hakuna mtu mwenye hiyo record. Kwa kila mmoja arudi kwa nafsi yake, ajichunguze, ajitafute ni kipi ambacho ametanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye siku yake ikifika aweze kutajwa. Mimi Abu Luqman nimetoka Mombasa, hivi nasafiri nikirudi Mombasa, huenda na nyinyi mkasikia kesho na mimi nimekufa. Na waomba kwa ajili ya Allah, njooni mkahudhurie mazishi yangu kama ambavyo mmekuja, na tumekuja katika mazishi ya ndugu yetu Yusuf. Inshallah. Na nimesema mimi nimejitolea mfano nife mimi. Najua kuna watu hapa nikiwatoa mifano ya kufa wanaogopa kufa, lakini ni wazuri kuchimba makaburi. Tutambuane tungali hai, tutambuane tukiwa tumekufa. Ndugu yangu Yusuf Wambugu wakati akiwa ni mgonjwa, tulikuwa na group. Mimi katika group kuna watu walikuwa wakitoa michango hata kama ni kidogo, Allah wabariki. Namba ambayo ilikuwa ikitumika ni yangu. Naomba niyaseme haya kwa sababu ya amana. In case kama kuna mtu ametuma pesa kwenye hiyo group na hiyo pesa haikuonekana ikirudi kwa ndugu yetu, naomba anitafute. Naomba anitafute, kama siwezi kumrudishia ni muombe msamaha. Lakini mjue
akhiruna turab, mwisho wa safari ni kwenye mchanga. Man lam yamutu bisayfi mata bighairihi, ambaye hakufa kwa panga mata bighairihi, atakufa kwa sababu nyingine. Taaddadatil asbabu, sababu za kifo ni tofauti. Wal mautu wahidun, lakini mauti ni haya, mauti ni mamoja. Mimi sina mengi, kama ndugu yangu chairman atamuita mwingine, naomba mnisamee wazee wangu ambao mmefanya kazi ya dawa kabla yangu. Naomba mwingine mwenye nenda kusema karibisha. Inshallah kuna mzee wetu. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, sitaki nirefushe kwa sababu kuna mashekhe ambao wana haki sana ya kuongea kulikoni mimi hapa. Lakini kwa muda ambao tumeweza kujuana na ndugu yetu Yusuf Wambogo kuanzia 2010 tulikutana Meru. Kuanzia 2010 tumekutana Meru, na binadamu hakosi madhaifu yake na hakosi mema yake. Hii ni muda tu wa kusema mema ya ndugu yetu bila ya kusahau kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotufundisha, innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u afqani alihim hina yuwalluna anhu. Huyu hapa alipo anasikia namna tunavyotembea vishindo vya viatu vyetu, anajua hapo alipo anafahamu kila kitu, anajua kwamba Abubakar yuko hapa, anajua kwamba Hassan yuko hapa, na Mungu amemjalia uwezo wa kusikia viatu vikisonga tu anajua huyu ni fulani bila kumuona. Kwa hivyo kila ambacho tutakachokifanya, ndugu yetu ameondoka duniani ghafla, na sisi wote ni wakuondoka duniani, hakuna atakayebakia. Kuna majabari wanaopiga chini wanajionyesha wao ni wanaume hapa duniani, lakini mwisho wao ni mchanga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah anasema tumekutoa katika mchanga, tutakurudisheni katika mchanga, na siku ya kiyama tutakutoeni katika hii mchanga. Kwa hivyo ukijiona mtu anajipiga kifua na jabari na jeuri na kila kitu, mwambie tu ndugu yangu, wewe ni mchanga, kesho utarudi kwako. Hii ndio ukweli ambao uko wazi. Na jambo la pili ambalo limenifanya sana kuzungumza hapa, ni muhimu sana tuambizane, kwa sababu kuna familia hapa, pamoja na kuwa sisi wahadhiri tuko hapa, kuna familia hapa. Inatakiwa tujue kuna watu ambao sio kila mmoja katika sisi ambao ndugu yetu ameondoka hana mambo naye. Kuna mtu ambaye pengine kulikuwa anamdai kitu na nini, aje atueleze ili tuweze kujua deni hiyo tunaisuluhisha vipi. Tuko pamoja inshallah. Usiondoke akiwa ilikuwa ni vizuri tuizungumze kabla tumtie katika mchanga, lakini ni vizuri pia hata baada hiyo tuweze kutafutana. Kuna mashekhe hapa tutawatafuta, tutawaambia bwana, huyu tulikuwa tunadaiana nimemsame au mimi nataka nilipwe. Ni haki yako, tutafanya juu chini tuweze kukurudishia haki yako. Tuko pamoja inshallah. Uwe Mkristo uwe Muislamu, usiache dukuduku yote katika kifua yako. Ndio mwisho wake huyu. Tunataka tumuombee kheri Mwenyezi Mungu, ajalie kabri yake iwe ni rawdatun min riyadil janna. Na sisi wote ambao tunaelekea hapa, Mungu atujalie tutamke kalima ya tauhid katika mauti yetu. Na tukiingia hapa, Mwenyezi Mungu ajalie Waislamu kwa upendo pamoja na wasiokuwa Waislamu waje watuzike hapa. Na Mwenyezi Mungu ajalie kama kuna jambo lolote ambalo ni baya liko katika kifua yangu na yako, kwa ajili ya Allah tumsamee ndugu yetu. Na yeye vile vile kama amesahau kutuomba msamaha, tunamsamee kwa ajili ya Allah, kwa sababu na sisi kesho tunaondoka. Nimemaliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, hatutachukua muda kwa sababu wengine pia wametoka mbali. Kwanza hapa Sheikh amezungumza, Sheikh Luqman amezungumza, Muhammad amezungumza. Hapa sisi ni Waislamu, lakini kunao ambao si Waislamu hapa, ambao ni familia yake marhum Yusuf Wambogo. Hawa ambao si Waislamu ambao wako hapa wajue ya kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja, na huyo ndio anastahili kuabudiwa. Na ukiwa Muislamu, jinsi ya kuzika ndio hivi. Ndugu yetu alifariki, Allah alimchukua, hatukumkalisha, bali tulitoka masafari mbalimbali tukakuja na tukamzika saa hiyo hiyo. Hakuna cha kukaa mochari sijui mwezi 3 mwezi ngapi. Kwa hivyo wale wako hapa, hule ambaye anataka kuwa Muislamu, shekhe yuko hapa, msikiti yuko hapa, na kuwa Muislamu ni kusema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yani
unakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe ni Muislamu. Bas, hakuna mambo ya kupelekwa huko kwa maji, kubatizwa, unaweza kufa huko tena ukawekwa kwa sanduku. Kwa hivyo afadhali uletwe uwekwe kwa sanda kama vile Yesu aliwekwa inshallah. Nafikiri Sheikh Adam yeye atatumalizia, atuongeleshe kidogo na dua, basi tutawanyike biidhnillahil karim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nafikiri hatutozungumza mengi kwa sababu tayari yamezungumzwa mengi na tumetekeleza jukumu ambalo kwamba linalopaswa kwetu sisi ambao tuko hai kumtendea mwenzetu. Kuna jambo ambalo naona tulieleze tu hapa. Huyu mwenzetu amefariki, amekuwa mgonjwa, ameugua na ameacha familia, yuko na watoto ambao sasa hao ni mayatima. Watoto kama hawa sisi ambao tuko hai ndio tutakiwa tuwe wenye kuangalia na kuwajulia hali zao, wanakula nini na wanasoma vipi. Vitu kama hizi ni vyema tukawa ni wenye kuondoka na wazo kama hili, hasatan timu ambao kwamba walikuwa wanafanya nao shughuli ya dawa. Hili ni jambo muhimu sana. Inshallah mkenda watu waweze kukashura waone vile watasaidia familia kama hii. Isiwe tu tunamleta mwenzetu na kisha tunakuwa ni mwenye kumsahau na kusahau na familia zake. Inakuwa si jambo zuri. Mwisho ni kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenzetu kwa kazi aliyofanya ya da'wa, kwa sababu hakuna kazi muhimu juu ya ardhi hii kama kazi ya da'wa. Ndio kazi tukufu juu ya ardhi. Amefanya mengi hasatan kuita watu katika Uislamu. Na hili jambo la kuita watu katika Uislamu ni jambo kubwa sana. Ni jambo likubwa sana kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie yote aliyoyafanya yawe katika mizani ya amali zake ambazo kwamba ni za kheri. Na sote tuko hai tuweze kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika njia yake na kutekeleza yale anayoyataka na kujiepusha na makatazo yake. Nafikiri hatuna la ziada. Kama ilivyokuwa kaida Bwana Mtume sallam baada ya kuzika nasema istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Tumuombeeni kila mmoja muombe dua la tuweze kuondoka inshallah.